Wapalestina 153 wametua na ndege ndani ya Afrika Kusini. Wanaaminika kuwa wametokea Gaza, wakapita Kenya, alafu baadaye wakatua ndani ya Afrika Kusini. Afrika Kusini taifa ambalo limekuwa na ubaguzi hasa kwa wahamiaji wanaosema hawana vibali maalum vya kuishi kutokea mataifa mbalimbali, hususan Nigeria. Kwa sababu Nigeria, by the way, watu wao raia wa Nigeria wamekuwa wakifanya makosa mengi ndani ya Afrika Kusini. Lakini kitu kingine ambacho waga wana lalamika au watu wa raia wa Afrika Kusini wanalalamikia watu weusi wenzao. Kumbuka hilo, wanavyowalalamikia watu weusi wenzao, kingine ni kuwa hawa watu kutoka nje wanachukua fursa za kazi zao. Lakini kingine pia wanasema hospitali zimejengwa kule ni bora kwa ajili yao, alafu wanatibiwa wageni. Kingine ni shule zimejengwa kwa ajili yao, alafu wageni wanazitumia. Lakini sasa basi hapa wa Palestina 153 wametua ndani ya Afrika Kusini. Lakini ambacho sasa ni kitu kiko fun, pasipoti zao, kwa sababu ndege imekaa masaa 12 kwenye uwanja wa ndege wa Oliver Tambo, ambapo sasa ilibidi sasa wawaruhusu tu, ikabidi mpaka rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aingilie. Labda nikupe hii habari nikusomee. Yasema wa Palestina 153 waruhusiwa kutoka kwenye ndege Afrika Kusini. Zaidi ya Wapalestina 150 waliozuiwa ndani ya ndege kwa saa 12 na polisi wa mpaka wa Afrika Kusini waliruhusiwa jana jioni kutoka kwenye ndege hiyo. Haya ni kulingana na mamlaka ya nchi hiyo. Ripoti inasema hivi, polisi inasema ndege hiyo ilikuwa imewabeba Wapalestina 153. Ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo muda mfupi baada ya saa 2 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Pia imesema abiria hao hawakuruhusiwa kuondoka kwenye ndege kwa vile hawakuwa na mihuri ya kawaida inayoonyesha wametoka eneo fulani, na kuongeza kuwa hakuna alieleza nia ya kuomba hifadhi. Yaani mihuri yao lazima kwenye passport lazima ugongewe muhuri ulipotokea. Let's say unatokea Tanzania unaenda Dubai, kwenye pale airport kuna immigration wako pale. Kwa manake lazima utakugongea muhuri kuwa wewe umetokea Tanzania. Sasa hizo passport hazina hiyo mihuri, zimegongwa kuwa hawa watu wametokea wapi. Wapalestina 23 walikuwa wanasubiri kuelekea kwingineko ambako na kwenyewe hakujulikani ni wapi. Jumla ya abiria 130 waliingia nchini humo na 23 walikuwa wakingoja kuunganisha safari zao kuelekea eneo lingine. Hatimaye Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo iliidhinisha kushuka kwa abiria hao baada ya shirika lisilo la kiserikali la Gift of the Givers kuhakikisha kuwa litawapa abiria makazi ya muda. Hii ni NGO. Hii ambayo sasa ni Gift of the Givers. Hii ni NGO. Basi, nasema haikubainika wazi Wapalestina hao wamesafiri chini ya mazingira gani na walikokuwa wakielekea ilikuwa ni wapi. Hili kidogo limekuwa na tatizo. Kama mnavyojua pale Gaza, mgogoro ulioko pale ni mgogoro ambao Israeli kama kawaida anaendelea kufanya ya kwake, anaendelea kuyafanya. Kwa hiyo hawa wanadai, kwa sababu ripoti kutoka Al Jazeera inadai kuwa waliunganishwa kupitia website na shirika moja liko Ulaya huko, lakini walikuwa wanawaambia wajaze, na walilipa hela. Wakalipa hela kabisa, waambia wajaze hizo na nini. Lakini hili shirika huko Ulaya, nimesahau jina linaitwaje, lakini wasema hilo shirika huko Ulaya lina uhusiano wa moja kwa moja na Israel. Sasa swali limekuwa, je, ni mambo yale yale ya kutaka kama jinsi ambavyo Israeli wamewataka hawa Wapalestina waondoke hapo Gaza waelekee kokote wanakoelekea, kwa sababu mwanzo ilikuwa ni wanatakiwa waende upande wa Jordan, ambapo Jordan walikataa. Misri pia walikataa, lakini ilikuwa ni Afrika, nafikiri kwa ni wapi, ni Sudani, kitu kama hicho. Ilikuwa wawalete upande huu, lakini bado na kwenyewe mambo hayakwenda hivyo. Sasa je, ajenda nyuma ya hili ni kwamba ndio Israeli ameshaanza kuwahamisha bila wao kujua, au ni nini? Kwa sababu kama hawa 130
wamejikuta wako Afrika Kusini na wako 153 jumla, lakini hawa 23 wanasema wanasubiri kwenda kwingineko, kwa maana kuwa walijaza kupitia mtandao, kupitia kwenye website yao ya hao jamaa huko Ulaya, wakajaza alafu baadaye ndivyo. Kwa ndio maana Afrika Kusini wamesema inabidi waingie kuchunguza vizuri ili kuwaje, waliorganize vipi hawa watu mpaka ndege ikawapakia, alafu imewapakia kutoka huko Gaza. Wanasema walitoka Gaza walienda Israeli, alafu ndege ikawapakia pale, ikawatoa pale, ikawapeleka Kenya. Kupeleka Kenya ndio au wakaenda moja kwa moja mpaka Afrika Kusini. Na Afrika Kusini isingeweza kukataa, kwa sababu Afrika Kusini, kumbuka, ndio ilipeleka kesi mahakamani kwenye mahakama ile ya ICJ kulishtaki taifa la Israeli kwa mauaji au jinai za mauaji zinazoendelea pale Gaza. Kwa hiyo kama wangekataa kuwapokea hawa kuwa washuke na nini ili wawahudumie, kama hiyo NGOs ambayo imekubali kuwa washuke na watawapa makazi ya muda, kama wangekataa kufanya hivyo, ili linamaanisha kwamba basi ingeonekana kuwa Afrika Kusini wanawasapoti wa Palestina kwa maneno tu, lakini kwa vitendo wako mbali na. Kwa hiyo hilo ndilo jambo liko namna hiyo. Lakini pale Afrika Kusini kuna kitengo fulani wanakiita Dudula Operation. Dudula Operation ndio hawa ambao wamekuwa wakifanya vurugu kuwatimua watu kutokea nchi zingine. Yaani Waafrika hawa kuwatimua Waafrika wenzao, ambao Waafrika wenzao labda kutokea Malawi, kutokea Msumbiji, useme kutokea Zambia, Zimbabwe, kutokea Nigeria, kutokea Tanzania na maeneo mengine ya Afrika, ambao wameenda pale Afrika Kusini kwa ajili ya kutafuta mkate wao au kutafuta riziki, tuseme hivyo. Sasa hawa hii Dudula Operation ndio wamekuwa wakifanya hivyo, na ukiona zile vurugu zote ambazo zinatokea wakisema hawa watu waondoke hapa Afrika Kusini, ujue ni hicho kikosi kinajiita Dudula Operation. Kikosi ambacho hata serikali pia haikitaki hicho kikosi, kwa sababu wanafanya vurugu. Umeona, wanafanya vurugu. Kwa sio kikosi au kwamba ni taasisi ambayo inajulikana na serikali. No, ni wao wenyewe, kwa sababu wanadai kuwa hawa wageni kutoka kwenye mataifa mengine ya Afrika wanawachukulia fursa zao za kazi, lakini wanafanya uhalifu, hususan kama wa Nigeria, kama nilivyokuambia pale mwanzo. Lakini pia maana wa Nigeria kwa kweli kwa vitendo vya uhalifu ni ukweli wanafanya. Wa Nigeria. Utapeli wa Nigeria wanaongoza kwa utapeli na matendo kama hayo. Kwa hiyo ni sababu mojawapo, motive inayowaendesha hawa hii kikosi cha Dudula Operation ambacho sasa kinafanya kazi zake kwa namna hiyo. Lakini lingine ni kama nilivyokuambia pale mwanzo, wasema hizi hospitali zimejengwa kwa ajili ya raia wa Afrika Kusini, hao kama si wageni waanze kuzitumia. Pia hiki kikosi pia kinasema kuwa shule zimejengwa kwa ajili ya wa Afrika Kusini, hao kama si waanze kuzitumia. Lakini kumbuka hii Dudula Operation haidili na wazungu wale ambao ndo wameshikilia ardhi ya Afrika Kusini. No, inadili na watu weusi wenzao. Ndio uone hilo jambo namna lilivyo. Kwa hiyo hata mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakiwakosoa kuwa hawa wana ule ubaguzi, lakini kwa jamii yao wenyewe. Kwa sababu kama ni Mwafrika leo, inawezekanaje ukaandamana ukafanya vurugu kwa ajili ya Mwafrika mwenzako, lakini pale mna wazungu ambao mnajua kabisa ni walowezi na wako pale, lakini hamfanyi chochote isipokuwa kwa watu weusi wenzenu. Sasa maswali yanakuja ni kwamba, je, hii Dudula Operation, je, wataenda kufanya hayo mambo, au kwa sababu wao ni ngozi nyeupe na wao wanafanyaga tu kwa wenzao, ngozi nyeusi wenzao? Kwa hiyo ndio maswali yamebaki kuulizana hivyo. Lakini inakuwaje ndege itoke moja kwa moja kule? Yani waliorganize vipi? Kwa unajua kabisa hapa kuna mambo ambayo yameendelea ambayo sio ya kawaida. Nafikiri ni mpango ule wa Israeli kutaka kuwaondoa wa Palestina pale Gaza, kwa sababu jumuiya hizi za Umoja wa Mataifa zimepiga kelele na mataifa mbalimbali kuwa hapana,
hapana, msiwaondoe. Labda wameamua kutumia njia hiyo ya kuwaondoa kwa namna ya kistaili fulani. Usidhani hawa watarudi tena pale, kwa sababu hata pasipoti zao kama nilivyokuambia hazionekani zimegongewa kutoka wapi. Na Kenya pia wamepitaje haijulikani. Je, Kenya yuko kwenye mpango wa hatujui? Inawezekana pia vile vile, maana unakumbuka juzi hapa Kenya walikuwa wameandamana kuisupport ama kuiunga mkono Israeli wakiwa na bendera zile ambazo ni bendera za Israeli. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo sasa nirudi kwenye idudura operation. Je, na wao watachukua hatua au watafanya nini? Au watakaa kimya? Tunakaa tunaangalia tuone mambo yanavyoenda. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika kuendelea kutufuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki.